Idhhari al-imani, wanachokifanya ni kudhihirisha imani, wa ibtani al-kufri, lakini ndani ya nyoyo zao wamefutika ukafiri. Ukafiri unapendwa zaidi na wao kuliko imani. Ukafiri wanaufanyia kazi zaidi kuliko kwenye imani. Wallahu yujazihim ala khada'ihim, anachofanya Allah yeye huwa anawalipa ile hadaa yao. Matokeo ya hadaa yao lazima awaonyeshe. Inawezekana hapa duniani, lakini zaidi atakuja kuwaonyesha akhera malipo ya hadaa yao. Wayastadrijuhum, na Mwenyezi Mungu huwa anawapuruzia tu. Ye leo kafanya jambo na kesho anafanya na kesho kutwa anafanya, mpaka anajipongeza akajiona yuko sawa, kama hajaonekana vile, kama Mungu hajachukia. Hiyo ndio inaitwa istidraji, kupuruziwa. Wayastadrijuhum, Allah huwa anawapuruzia biamri almu'minin, kwa hizi kesi wanazowafanyia waumini. Bihaqni dimaihim, kama vile wanafiki wanavyochangia kumwaga damu za waumini, kutoa roho za waumini, kuharibu mali za waumini, kuvunja heshima za waumini. Na wao wanapofanya mambo haya, watu wasioshirikiana na waumini wakawasaliti waumini, huwa wanaona kama wako sawa tu, wanachofanya ni halali, na Allah huwapuruzia hivyo hivyo. Wanafanya leo na kesho wakarudia na kesho kutwa wakarudia. Hawa kama ni muumini ni ndugu zake, lakini yeye hataki kuwa na udugu na waumini. Yeye ana udugu wa karibu na wasiokuwa waumini, kama tulivyosoma katika darasa zilizopita. Waqad a'adda lahum, na kwa hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia watu hawa ad-darkal asfal, daraka au tabaka la chini kabisa, minanari, la moto. Yani kule kunako chanzo cha moto wa Jahannam, kwenye asili ya moto wa Jahannam, huko unakowakia kukali zaidi, ndo wanaenda kukaa wao fil akhira, kwenye maisha yao ya akhira. Kwa hiyo hapa huwa wanapenda ule utukufu, yabtaghuna inda al-kufari al-izzata, wanatafuta wanafiki utukufu kwa makafiri. Kwa hiyo Mungu huwapa ule utukufu wa duniani, wao ndo huwa wanaona wako sawa, wamepatia. Muda wote wao wanalinda ule utukufu wao ambao wanautumia kwa kuikandamiza imani na waumini. Kumbe ndo Allah huwa anawapuruzia, anawafanyia istidraji. Anakuwa na kichwa kikubwa, akajiona mheshimiwa, akajisifia anachofanya ni sawa, hata anahisi moyoni mwake hata Mungu yuko radhi na mimi, kanikubalia, ndo maana yanakuwa. Kumbe Mungu anampuruzia tu kwa anayoyafanya. Kwenye imani hayuko sawa sawa, katika utendaji wa miamala baina yake na Mola wake sio mzuri, lakini anayoyafanya yanarejesha nyuma hiyo imani na yanawadhalilisha waumini, na Mungu humpuruzia tu. Kwa hiyo kumlipa kwake hadaa yake ni kule kumpuruzia muda wake mrefu akautumia kwenye mambo ya shari. Fasamma ta'ala jazauhum khada'an, Mwenyezi Mungu ameyaita yale malipo anayowalipa kuwa ni hadaa, bitariqi almushakilati, kwa njia ya mashakil. Lianna wabala khada'ihim, kwa sababu matokeo ya hadaa yao raji'un alaihim, yatawarejea wenyewe. Kwa hiyo leo yupo duniani anafanya sivyo, na huko akajiona yuko sawa. Sasa hadaa anayoipata yeye mtu huyu ni kule kujiona yuko sawa. Mungu humuachia ajione hivyo, na yeye kumbe ndo Mungu anamuhadaa hivyo. Anajiona yuko sawa, anajiona hajakosea, anajiona alichokifanya kapongezwa. Kumbe siku ya kuja kukutana na Mola wake akisomewa mashtaka yake, anajuta, anatamani arudi tena aje afanye marekebisho, na muda wa kufanya marekebisho hamna, umepita. Kwa hiyo kama na yeye kumbe alikuwa anafanyiwa hadaa,
yeye kafanya hadaa kujiita Muislamu, mumin, na kusema anamwabudu Mungu wa kweli. Kumbe ibada zake hazikuwa katika utaratibu, Mwenyezi Mungu hakuzikubali. Matendo aliyoyafanya mabaya, muda wote alioishi duniani kautumia, haukumpa faida. Kwa hiyo kumbe na yeye alifanyiwa hadaa, kule kujisikia yuko sawa, hana matatizo, na muda unakwenda, yeye kuwa alikuwa anafanyiwa hadaa kama yeye alivyokuwa anafanya hadaa. Imefahamika vizuri? Kwa hiyo Allah yeye si hadaa, hamuhadai mtu huwa anajihadaa mwenyewe. Maana mwongozo upo, fanya hivi, usifanye hivi, hili ndo lenye faida, hili lina hasara. Wewe katika habari hizi huelewi chochote. Sasa kutokuelewa ni kosa lako mwenyewe, haiji katika vipimo vya sheria, si za dini wala za dunia. Ukamatwe umekosea, halafu kujitetea yako useme nilikuwa sijui, si jawabu inayotosheleza. Kuto kujua sharia sio leseni ya kuvunja sharia. Lazima utakwenda katika mkono wa sharia na sharia itachukua mkondo wake. Kwa hiyo hata wao binafsi, watu wenye mambo yao ya duniani, wanatumia kigezo hiki kuwa kuto kujua sharia sio leseni ya kuvunja sharia. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu taratibu wake kaleta duniani, anataka vipi watu waishi, yepi ambayo yakitendwa yeye atafurahi na yepi yakitendwa yeye anakasirika, yote kaelezea. We unaishi hapa duniani mpaka unaondoka, hujui kitu kuhusu habari za mambo hayo. Mtu mwema na akili yako timamu, na mwingine ndo unaambiwa umesoma, ya Mungu huyaelewi. Sasa hii unafanya wewe hadaa, lakini matokeo ya hadaa hii yatakurudia wewe mwenyewe tu. Si kwamba ndo umeletwa hapa uje uenjoy tu, uwe mheshimiwa tu, ustarehe tu, halafu usifanye yatakiwayo, bado unajipa moyo tu kwamba mimi niko sawa na sina tatizo lililokabili mbele. Hii inakuwa ni kufanya hadaa ambayo matokeo ya hadaa yatakurudia wewe mwenyewe. Innal munafiqina, hakika ya watu wenye imani haba, yukhadi'una Allah, wanayafanya kwa njia ya hadaa, wanamuhadaa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khadi'uhum, lakini kwa njia hiyo hiyo wanayoondokea, Allah naye anawahadaa vivyo hivyo, atawalipa matokeo ya hadaa yao. Yafaluna ma yafalu almukhadi'i min idhhari alimani wa ibtani alkufri, wanafanya kitendo anachokifanya mtu mzoefu wa hadaa, kudhihirisha kingine lakini kaficha kingine. Wallahu yujazihim, lakini Allah atawalipa matokeo ya hadaa yao. Wallahu yujazihim ala khada'ihim, Allah atawalipa matokeo ya hadaa yao. Wayastadirujuhum bi amri almu'minin, anawapuruzia tu jinsi wanavyoamiliana na waumini, vile wanavyowatesa, wanavyowabughudhi, wasivyowapa ushirikiano. Wao wanasema waumini, lakini hawawapi ushirikiano waumini kwenye mambo ya imani. Allah huwa anawapuruzia hivyo. Bihaqni dimaihim, wanamwaga damu za waumini ovyo ovyo, wanavunja heshima za waumini ovyo ovyo, na bado wao wakajisikia wako sawa tu, wanachokifanya ni halali. Kama wewe muumini, ni halali kufanya hivi? Mwenyewe anasema niko sawa, sina tatizo. Ni ujinga wao wenyewe, kosa lao wenyewe. Kwa hiyo kosa likatupwa kwa waumini kwamba wao ndo wahuni, wavurugaji amani, watu ambao hawapendi maendeleo, majina mabaya yote wakaitwa hivyo na waumini wenzao wanaoambiwa waumini. Waqad a'adda lahum, na kwa hakika Allah amewaandalia watu wasio na imani nzuri, ad-darka al-asfala minan nari fil akhirah, amewaandalia tabaka ya chini kabisa, ile kali kabisa ya moto watakaporudi akhira. Fasamma ta'ala jazaahum khada'an, Allah ameita malipo ya wanafiki khadaa bitariqi almushakilati, kwa njia ya mushakila, kutumia tungo tata. Lianna wabala khada'ihim, kwa sababu wao ndo waloanza kufanya khadaa, lakini matokeo ya khadaa yao raji'un alaihim, yatawarejea wenyewe.
wanafanya wao hadaa, lakini matokeo ya hadaa yao yatawarejea wenyewe. Tabia yao watu wasio na imani nzuri katika miamala ya kiibada, wa idha qamu ila salati, wanaposimama kuiendea swala, pamekimiwa swala na wao ndo wanalazimika wakasali, wanahisi wasipoonekana kusali wao watakuwa wamo midomoni mwa watu, watasemwa vibaya. Mimi anasema bwana, hapa bwana, usipoonekana msikitini watu watakutenga, wewe ndo utakuwa kafiri, utakuwa hivi. Kwa hiyo anakuja msikitini kukimbia maneno ya watu, wasimtenge watu, wasimuite kafiri, wasimbughudhi, wamuone na yeye ndo sehemu ya jamii. Wa idha qamu ila salati, wanaposimama kuiendea sala, qamu kusala, wanasimama kivivu mno. Yani maana yake yusalluna, wanaswali. Ndio maana wakaambiwa wanaonekana waumini, wanaswali, lakini mutathaqalun, wanaswali kiuzito.